Bila shaka unakumbuka vizuri jina la Michael Langley. Huyu ni kamanda wa kikosi cha jeshi la Marekani lililoko katika Afrika. Hivi karibuni ilionekana kama amefukuzwa kazi, lakini ilikuwa ni propaganda tu, na nadhani pia nilikutahadharisha ama nilikujulisha mtazamaji wa Nyikani TV. Sasa ameonekana katika mkutano wa wakuu wa majeshi Afrika ambao ulifanyika katika nchi ya Kenya. Michael Langley alifika Kenya huku baadhi ya watu wakimshangaa, lakini alipata bahati kwa namna moja ama nyingine kuhojiwa na waandishi wa habari wa nchi ya Kenya wakimtaka atoe kauli alimaanisha nini, akisema kwamba rais wa Burkina Faso anatakiwa kukamatwa kwa ajili ya usalama na rasilimali za nchi ya Burkina Faso, kwa madai kwamba anatumia vibaya rasilimali za nchi ya Burkina Faso, jambo ambalo liliwaibua Waafrika wengi kumzodoa, lakini pia kuweka misimamo kwamba hiyo ni mbinu ya kutaka kumuua Ibrahim Traore, kama ambavyo ilifanyika propaganda katika baadhi ya nchi za Afrika, na hatimaye wakauawa viongozi wa Afrika waliokuwa wanaonekana wako mstari wa mbele kusimamia rasilimali za nchi zao, hususani kule katika nchi ya marehemu Saddam Hussein, ambapo propaganda zilienezwa na kuonekana kwamba Saddam Hussein ni mbaya. Watu wa Libya wakazichukulia kwa kuzisadiki haraka, kwa kuzisadiki kibwege, na hatimaye kiongozi wao akauawa, na mpaka sasa huko mambo hayajatulia. Hivyo Michael Langley aliposikika akitoa jambo hilo kwa Senate ya Marekani kutaka ruhusa ya kukamatwa Captain Ibrahim Traore wa Burkina Faso, hali ikawa ngumu kweli kweli kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia maandamano kadhaa katika nchi mbalimbali yalionekana ikimzodoa Michael Langley kwamba aache mambo yake ya propaganda za kutaka kuua kiongozi wa Afrika ambaye ni Captain Ibrahim Traore. Michael Langley amepata nafasi ya kutolea ufafanuzi kauli yake hiyo ambayo alikuwa ameitoa hivi karibuni. Akihojiwa huko Kenya na televisheni ya Citizen, Michael Langley anasema kwamba yeye hakuwa na nia mbaya, ila bali kauli yake ilichukuliwa katika mkondo tofauti na malengo yake. Lengo lake yeye anadai kwamba alitoa kauli hiyo kwamba Ibrahim Traore anajinufaisha yeye au anatumia rasilimali nyingi za nchi yake kujilinda yeye na utawala wake badala ya kulinda wananchi na ugaidi ambao unaendelea katika nchi ya Burkina Faso, kwamba nia kubwa ilikuwa ni kuweka tu taarifa ama kutoa taarifa kwa ujumla kutokana na hali halisi ilivyo katika ukanda wa Sahel, kwamba kuna magaidi wengi na bado mpaka sasa hakujatengamaa. Hivyo kwamba yeye nia yake ilikuwa ni kueleza hiyo Senate au kuieleza Senate ya nchi ya Marekani kwamba hali bado haijatengamaa katika nchi ya Burkina Faso, licha ya kwamba mapinduzi hayo yatokea na jitihada ambazo wanazifanya bwana Ibrahim Traore. Lakini nyuma ya pazia, pamoja na ufafanuzi huo, bado watu hawataki kusikia ufafanuzi wa namna hiyo ama kuuelewa, kwa sababu na mpaka sasa Ibrahim Traore alishaondoa uhusiano kati ya Ufaransa na mataifa mengine ya magharibi ambayo yalikuwa yanaenda kunyonya rasilimali za Burkina Faso, hususani madini, na mpaka sasa ameendelea kujiunga na watu wengine katika mahusiano ya kidiplomasia, hususani Urusi, Korea Kaskazini, China, pamoja na mataifa mengine ambayo yanaonekana kwamba si wanyonyaji wa mali ghafi, bali wao wanafanya biashara ya kununua bidhaa ambazo tayari zimechakatwa. Na huyu Michael Langley ni Marekani,
mwenye asili ya Afrika, na ndiye katika historia kwamba ndiye Mwafrika wa kwanza kupewa cheo hicho kuwa mkuu wa AFCOM, yani kamandi ya jeshi ya Marekani ambayo ipo Afrika eti kwa ajili ya kuangalia usalama wa bara letu la Afrika. Na ikumbukwe, wakati Trump anaingia madarakani, rais pekee aliyekuwa amealikwa katika nchi ya Marekani kwa ajili ya uapisho ni Ibrahim Traore. Lakini jamaa kwa umahiri wake na mambo yake ambayo anajua yeye, kwa sababu ana akili sana huyu jamaa, hakuhudhuria uapisho huo, jambo ambalo liliwashangaza sana baadhi ya Waafrika, kwa sababu tunafahamu ingekuwa katika nchi zingine ama marais wa nchi zingine wangepewa mwaliko huo wa kwenda kwenye uapisho wa Donald Trump, bila shaka naamini mtazamaji wewe unafahamu kwamba nini ambacho kingetokea. Inawezekana wangekimbia haraka sana kwenda katika uapisho huo ili waonekane kwamba wamethaminiwa, na wale watu ambao wapambe wao ambao siku hizi ni maarufu kwa kujiita chawa wangekuwa wanaandika vitu vingi kweli kweli kwa kusema kwamba labda marais wao wamethaminiwa kwa sababu wanafanya mambo mazuri. Kwa msemo wa Tanzania wanasema kwamba kwa sababu wanaupiga mwingi. Ni sifa ambayo imejitokeza hivi karibuni katika nchi kadhaa za Kiafrika, kwa maneno ya kupiga mwingi, maneno ya chawa, lakini ni kujipendekeza tu, ni kujipendekeza kwa kiasi kikubwa, kwa sababu utakuta kama alivyosema mbunge wa Kisesa hivi karibuni Luhaga Mpina kwamba kuna mahala panaharibika, lakini hawasemi au washauri hao viongozi wao kwamba kuna mahala hapa panaharibika, labda turekebishe ama rekebisheni kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo kila kitu ni kushangilia tu. Lakini haya ndiyo yaliyotokea huko Kenya, ambapo Michael Langley ametoa ufafanuzi kwamba yeye hakuwa na nia mbaya na Ibrahim Traore, kusema kwamba anatumia rasilimali za nchi yake katika kulinda utawala wake wa kijeshi ambao aliingia mwaka 2022. Kipenzi cha Waafrika huyu, headmaster wa bara la Afrika, Ibrahim Traore, anaonekana kwamba kupendwa sana na Waafrika ndani ya Afrika, lakini pia hata nje ya Afrika, kwa sababu anasimamia na kufufua matumaini ya vijana wengi wa Afrika ambao wamekata tamaa na viongozi na baadhi ya viongozi wao wa Afrika kutokana na mambo ambayo wanayafanya. Hivyo Ibrahim Traore anaonyesha kwamba ndiye amekuja kufufua matumaini ya vijana wengi wa Afrika katika utawala. Mtazamaji, wewe pia unayo nafasi ya kusema neno ama ya kutoa maoni yako hapo katika ukurasa wa maoni hapo chini, ama wengine wanaita comment. Asante kwa kututazama hapa Nyikani TV Afrika, na langu jina ni Gordon Kalulunga Mwaipungu. Karibu mtazamaji kwa maoni yako zaidi. Asante.